mwanadamu aliyosaliwa, tena huyu mwanadamu atakufa. Na ndiyo, kuna siku ya kuzaliwa na kuna siku ya kufa. Mtu aliyepasema amen. Wakati wa kuzaliwa na wakati wa kufa, wakati wa kupanda na wakati wa kung'oa yaliyopandwa. Leo hii watu wanapanda. Ukienda kule Western, kule Ujaluo, kule Kisii, kule Mombasa, watu wanapanda. Na ukitafika tena wakati watang'oa zile vitu ambao zimepandwa, wakati zitakuwa zimekomaa. Hawezi ukajua wakati hilo mbegu itatoka chini kimetameta, hati kuna siku itang'olewa, kuna siku itavunwa. Kuna wakati wa mavuno wa kupanda na kuna wakati wa kuvuna. Kuna wakati wa kuzaliwa na tena kuna wakati wa kufa. Wakati wa kuua na wakati wa kupooza. Wakati wa kubomoa na wakati wa kujenga. Watu wanajenga, lakini tena inafika mahali mtu anabomoa. Unapata alijenga nyumba, wakati ule ile nyumba alipojenga ilikuwa kubwa machoni pake, lakini wakati pesa ama mali imeongezeka, akaona ile nyumba sasa haifai, akaja tena akabomoa na kujenga ingine kubwa. Kwa hivyo katika maisha ya mwanadamu ambaye anaishi, kuna kujenga na kuna tena kubomoa. Na haya mambo mawili yako ndani ya mtu ambaye anaishi leo hii. Na ukijua jambo hili, utajua ya kwamba kilichojengwa tena kunafika mahali kitabomolewa. Na hivyo ndivyo tena maisha yako imejengwa, na tena maisha ya mtu inafika mahali inabomolewa hapa duniani. Na ndiye hivyo akasema ya kwamba wanadamu aliyosaliwa na mwanamke, siku zake za kuishi si nyingi, lakini hujaa taabu, naye huchanua kama hua, tena hunyauka. Kuna wakati wa kubomoa kile ambacho kilipandwa. Ulipandwa kama mwanadamu, tena wakati utabomolewa na utoke kwa hii dunia na ukajikute umerudia mchanga. Watu wakijua jambo hili, watu watakuja kwa Yesu. Watu wakijua kilichopandwa kinang'olewa na kilichojengwa tena kinabomolewa, watu watakuja kwa Yesu. Nilipokuwa nikitafakari mambo haya, kuna wakati wa kulia na wakati wa kucheka, wakati wa kuomboleza na wakati wa kucheza. Wakati watu wanaomboleza, kuna watu wengine nao wanacheka, kuna wengine nao wanafanya harusi, kuna wale wanaoana, kuna wale wanajenga, kuna wale wananunua magari, kuna wale wanaenda ng'ambo, na kuna mtu anaombolezwa. Kwa hivyo huwa ina rotate. Leo kama iko kwangu harusi, kesho leo kuko kwangu harusi, kesho kuko kwa mwingine anaomboleza. Hiyo ina rotate. Wakati unacheka leo ukifurahia ndoa, watu wana harusi Saturday, tomorrow. Leo ni Friday, kesho ni Saturday. Kuna watu ambayo watashikwa, kuna watu watazikana kesho Saturday, na kuna watu wataoana kwa ndoa takatifu.
hao wanaooana na wengine wanalia, nayo itabadilika. Wale walikuwa wanaoana watalia siku ingine, na hao nao watakuwa wakifanya ndoa. Kwa hivyo hizi vitu ambao vimewekwa, furaha, huzuni, kucheka na kulia, vyote viko katika maisha ya mwanadamu. Mwanadamu ni nani? Mwanadamu ni wewe na mimi, ambao haya mambo lazima tukapitie. Watu wanapenda kupitia mambo mazuri, lakini hawapendi kupatwa na mambo mabaya. Lakini inafaa tukafurahie mambo haya yote mazuri kwa mabaya. Yanapokuja tukafurahie, ni kwa maana yanakuja kwa wakati wake. Kila ubaya unakuja kwa wakati wake, na kila uzuri unakuja tena kwa wakati wake. Leo kuna mtu amegonjeka, kuna mtu anakimbizwa Kenyatta hospital, kuna mtu anakimbizwa Kakamega hospital, kuna mtu leo hii usiku wa leo anakimbizwa Mukumu, anakimbizwa Ukambani hospital, anakimbizwa kule Nyeri hospital. Hapa Nairobi wanakimbia Kenyatta, nenda Kenyatta dakika hii. Watu wanaingia na wanaokufa wanakufa. Maisha ya mtu wakati ako na raha anamsahau Mungu. Watu wanapenda kutafuta Mungu wakati ambao shida zimeingia, lakini sio lengo la Mungu. Mungu anataka kutafutwa ama kuabudiwa wakati wa shida na wakati wa raha. Sijui kama ninaongea na mtu katika mkesha huu leo, ya kwamba utakapojua maisha yako imewekwa kwa viwango hivi, kiwango cha kucheka na kiwango cha kuhuzunika, kiwango cha kuzaliwa na kiwango cha kukufa, kiwango cha kuolewa na kiwango cha kuomboleza. Maisha yako imewekwa katika kiwango hiki, na kila mtu ambaye anaishi duniani lazima atapita kiwango hiki ambacho amewekewa. Uwe tajiri, uwe maskini, uwe wewe ni jeuri, utapita kiwango hiki ambacho ninakisoma usiku wa leo. Mstari wa 5, kitabu ni Mhubiri 3:5. Wakati wa kutupa mawe na wakati wa kukusanya mawe, wakati wa kukumbatiana na wakati wa kutokukumbatiana. Kuna wakati wa kutupa mawe, wakati watu wanafanya maandamano kila nchi, iwe Kenya, iwe Tanzania, iwe Somalia, iwe Uganda. Maandamano inapofanywa lazima watu wanatupa mawe. Kwa hivyo hiyo ni wakati wa kutupa mawe. Wakishamaliza tena itasanywa, inaenda kujenga nyumba. Kwa hivyo kuna wakati wa kutupa mawe na kuna wakati wa kukusanya mawe, wakati wa kukumbatiana na wakati wa kutokumbatiana. Wakati mnapooana mkiwa wasichana na kijana, mnakumbatiana kabisa, mnakumbatiana, lakini wakati inakuja kukumbatiana kunaisha. Mumezoeana, mumechoka, kukumbatiana kunaisha. Unawacha wale wengine nao wanaendelea kukumbatiana. Kwa hivyo ukiona hata mama mzee na baba mzee wamezaeka, kuna wakati walikuwa vijana kama wewe, walikumbatiana, walitembea pamoja, walikaa pamoja, walikimbia pamoja, walifanya kalongolongo pamoja, lakini hiyo wakati umekwisha. Sasa wanaangaliana
akiangalia, mtu akiangalia ni kama amechoka, mtu akiangalia mwingine ni kama mzee. Ni kwa sababu hiyo ndiyo wakati wake, hiyo ndiyo wakati wao, wakati wa kukumbatiana,